Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Lakini wakati huu tunaelekea wapi? Ni huko katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambapo Rais Masoud Pezeshkian wa Iran ameomba radhi nchi jirani na amekataa kusalimu amri mbele ya Wamarekani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba radhi kwa kuyashambulia mataifa ya kikanda, lakini ameendelea kuikosoa Marekani. Kauli yake imekuja wakati makombora na drone za Iran vikiendelea kuvurumishwa kuelekea Israel na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu. Rais wa Iran amesema baraza la uongozi la muda la nchi hiyo limeidhinisha kusitisha mashambulizi dhidi ya nchi jirani isipokuwa kama nchi hizo zitaishambulia Iran kwanza, shirika la habari la Reuters limeandika. Israel pia imeendeleza mashambulizi mapya dhidi ya Tehran baada ya Iran kurusha makombora kuelekea Israel. Iran yasema kwamba takribani raia 1332 wa Iran wameuawa hadi sasa katika vita hivyo. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema kampeni kubwa ya mabomu katika vita hivyo ilifanyika usiku mmoja uliopita, lakini Trump asema Iran lazima ikubali kusalimu amri bila masharti. Katika hatua nyingine, rais huyo wa Iran amekataa madai ya Marekani ya kutaka kusalimu amri. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian ametupilia mbali madai ya Marekani ya kwamba ili vita hivyo visitishwe na Marekani iache kufanya mashambulizi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni kwamba Iran inapaswa kujisalimisha bila masharti, ambapo ameyasema hayo siku ya leo Jumamosi, huku akiomba radhi kwa mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi za eneo hilo, wakati Israel na Marekani zikiendelea na mapambano dhidi ya operesheni yao katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Nchi za Ghuba zimesema zimefanikiwa kuzuia makombora zaidi ya ballistic na drone zilizorushwa kutoka Iran. Saudi Arabia ilisema ilizuia droni 4 zilizokuwa zikielekea kushambulia uwanja mkubwa wa mafuta wa Shaibah, ikiwa ni shambulio la pili ndani ya saa chache. Ndege zinazoingia na kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai zilisitishwa baada ya abiria kupelekwa kwenye mahandaki ya treni, huku milipuko kadhaa ikisikika na tahadhari kutangazwa. Wakati huo ndege za kivita za Israel zimeshambulia kwa nguvu katika miji ya Beirut na Tehran. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka na inatajwa sasa imekaribia takribani watu 1230 ambao wameuawa nchini Iran na zaidi ya 200 wakiuawa huko Lebanon, takribani watu 12 huko Israel kulingana na maafisa wa Israel. Wanajeshi 6 wa Marekani pia wanadaiwa kwamba wameuawa. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu limekuwa ni kama gumzo ni namna ambavyo Marekani imekuja kushuhudia namna ambavyo Iran imekuwa ikipinga juu ya matakwa ambayo Rais Donald Trump amekuwa akiyaeleza. Rais Masoud Pezeshkian ametangaza kupitia ujumbe wa video kwenye televisheni ya taifa ya Iran akisema, naona ni muhimu kuomba msamaha kwa nchi jirani ambazo zilishambuliwa. Amesisitiza pia kwamba Iran haina nia ya kuvamia nchi jirani na kutaka mataifa ya ukanda huo kuhakikisha amani na utulivu. Pezeshkian aliongeza kuwa amri imetolewa kwa majeshi ya Iran: kuanzia sasa msishambulie nchi jirani isipokuwa kama Iran itashambuliwa kwanza. Aidha, alionya kwamba wale wanaofikiria kutumia fursa ya wakati huu kushambulia Iran hapa sikuwa vibaraka wa ubeberu wa Marekani. Mwisho, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema kuwa kuunga mkono Israel na Marekani haitafsiri heshima na uhuru. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.